ndani ya Mkristo. Mamlaka ndani ya Mkristo. Mamlaka ndani ya Mkristo. Kila muamini ama kila Mkristo aliyempokea Yesu kwa maana ya kuokoka ana mamlaka ndani yake, ana uwezo ndani yake, ana amri ndani yake, na hiyo amri kuna mwenye nayo ambaye amemwekea, amempa huyu mtu aliyeamini. Kwa hiyo mamlaka ambayo iko ndani yako umewezeshwa kuipokea kwa kuokoka, kwa kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo mamlaka ikaingia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Yesu akakukabidhi hiyo mamlaka ulipompokea, ulipookoka ukapewa hiyo mamlaka. Na hata ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, ukisoma kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu, utaona pale anasema kuna kumiliki, kuna kutawala. Kwa hiyo huwezi kutawala kama huna mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili utawale unahitaji mamlaka ndani yako. Kuna mtu ananielewa? Haleluya kanisa. Amen. Hebu jirani yako naona anasinzia, hebu mtikise kidogo. Wameshanielewa wanaokaa na majirani wanaosinzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya kupata huyu mwanadamu mamlaka, akapewa yale mamlaka, baada ya kuambiwa akamiliki na kutawala, baada ya kuingia kwenye makosa mbalimbali, sasa tunakuja kupata mamlaka ambayo Yesu Kristo anakuja kuitoa kwenye maisha yetu sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kutimiza katika kumiliki na kutawala. Kwa hiyo Yesu Kristo ndo anatukabidhi hiyo mamlaka sasa. Hebu nitaomba tusome maandiko kidogo. Kama kuna mtu ambaye atakuwa faster chat kwa haraka, atakuwa akinisomea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuone kwenye kile kitabu cha Luka. Tuone kitabu cha Luka. Luka sura ya 10 ule mstari wa 19. Kwa mtu ambaye yuko haraka anaweza akanisomea. Nasema Luka 10 mstari wa 9. Waponyeni wagonjwa 19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Kwa anasema tazama, tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Kwa hiyo tayari tunapata mamlaka. Luka hapa anatuandikia kwa maana ya amri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisoma kwenye Mathayo anasemea mamlaka, lakini Luka hapa anatuambia amri ya kukanyaga nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Biblia inapomtaja nyoka inamaanisha shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumepewa amri ya kumkanyaga nyoka kwa maana ya shetani, nge kwa maana ya wale mawakala wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao tumepewa hiyo amri, amepewa Mkristo ambaye amempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo ndani yako mpendwa, kuna amri ambayo Yesu Kristo ameiweka ndani yako. Ndio maana anasema nimewapa. Kwa ametupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ametupatia ile amri ndani yetu, yale mamlaka ndani yetu, ule uwezo uwezeshi kwenye maisha yetu tumepatiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Twende tusome andiko jingine tena ili nikuonyeshe kitu hapa. Tuone Yohana 13:15. Yohana 13:15.
Anasema kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Rudia tena. Kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa kuwa ametupa kielelezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tumepewa kielelezo na Yesu Kristo. Haleluya. Ili tuyatende ambayo alitamani tuyafanye kama waamini. Haleluya. Kwa hiyo tunayafanya kwa vielelezo ambavyo Yesu Kristo tayari ameviachilia na amri ambayo tayari ameiweka ndani yetu, ambayo ni mamlaka, ambayo ni nguvu ambayo inatusaidia katika kuamua jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Kwa hiyo tayari tumepewa kielelezo ambacho tayari ni mamlaka ndani ya mwamini, ndani ya Mkristo. Tayari kuna mamlaka ambayo imeachiliwa ndani yake kama kielelezo. Haleluya. Yaani ili utambulike kama utambulisho wa Mpentekoste. Kwa maana tunaona utambulisho, anapookoka anajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa anapojazwa nguvu ya Roho Mtakatifu inatupa kumfahamu huyu mtu amempokea Yesu kweli kweli. Haleluya. Kwa maana tayari kumbe tunapewa na nguvu ambayo inatusaidia kuamua jambo ama kufanya jambo fulani. Haleluya. Hebu nisomee Wakorinto. Wakorinto, waraka wa pili wa Wakorinto sura ya 10 na mstari ule wa 8. Waraka wa pili wa Wakorinto sura ya 10 mstari wa 8. Nasema ndio, maana nijisifu zaidi kidogo kwa ajili ya mamlaka yetu tuliyopewa na Bwana, tupate kuwajenga wala si kuwaangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo anatutadhamisha hii mamlaka ambayo tumepewa ni kwa ajili ya kujenga na sio kubomoa. Haleluya. Kwa hiyo tayari hii mamlaka imewekwa ndani yetu ni kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu na sio kuharibu ufalme wa Mungu. Kwa maana hiyo hii mamlaka ambayo ukiangalia hata kwenye Waefeso anazungumzia kwa habari ya silaha za rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo vita vyetu vilivyo vya rohoni. Kwa hiyo tayari tumepewa hii mamlaka ambapo tukisimama hata kwenye vita tunatumia hii mamlaka ambayo ni nguvu inayotuwezesha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Hebu punga mkono namna hii kama unanielewa. Kwa hiyo tayari Paulo anatutadhamisha kwa maana ya kulijenga, kwa maana ya kujengana kanisa na kujenga ufalme wa Mungu kupitia hii mamlaka ambayo imewekwa ndani yetu. Umeanza kuelewa sasa kuhusu mamlaka eh? Umeanza kupata kitu kuhusu mamlaka? Kuna mtu ameelewa kuhusu mamlaka eh? Kwa hiyo hebu tuone vipengele kadha wa kadha. Tuone kipengele cha kwanza. Chanzo cha mamlaka hii. Chanzo cha mamlaka. Yaani ili upate mamlaka ndani yako, sawa? Mamlaka ndani yako. Kwa kitu cha kwanza ni kumpokea Yesu Kristo. Haleluya. Kumpokea Yesu Kristo. Kwa hiyo ukimpokea Yesu Kristo, tayari hapo upo kwenye mchakato. Haleluya. Upo kwenye mchakato wa kubeba mamlaka ndani yako, amri ndani yako, uwezo, nguvu ndani yako. Haleluya. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza, ukiangalia ule mstari wa 12, unaona jinsi anavyotuelezea. Haleluya. Ambavyo tumefanyika kwa watoto wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ambao tunaoliamini jina lake. Kuna mtu anaelewa? Wanaoliamini jina lake. Kwa hiyo tumefanyika kwa watoto wa Mungu. Katika kufanyika watoto wa Mungu tumebeba haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumebeba haki ambayo, yani kufanyika mtoto wa Mungu, yani umefanyika haki kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Nadhani hii tuliisoma, nirudie kuisoma tena. Msomaji wangu nisomee tu kwa haraka kwa faida ya ambao hawakuwepo vipindi vilivyopita. Yohana 1:12. Anasema, ndio, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wote waliompokea alitupa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo tayari tumeingia kwenye ufalme wa Mungu wa kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tayari tumefanyika ambao tunaoliamini jina lake. Yaani katika mamlaka tayari tumeliamini jina lake, tumekuwa watoto wake. Kwa hiyo yeye kama baba anasimama kutupatia tunachostahili watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, ukiwa nyumbani, mzazi wako kwa maana ya baba, ukiwa mtoto kwa baba, anakupa kitu ambacho unastahili. Wakati ukiwa mtoto, atakupa elimu kwa sababu unastahili kupata elimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa? Atakupa mavazi kwa sababu unastahili mavazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anakupatia kila ambacho unastahili, lakini kwa sababu wewe ni mtoto wa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baba hawezi kwenda kwa baba jirani akafika akamwambia baba jirani, kaa pembeni ya watoto niwanunulie vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anafanya kwa watoto wake kile wanachostahili. Kwa hiyo na Mungu anafanya kwetu sisi, anatupatia kila ambacho tunastahili kwa sababu sisi tumekuwa watoto wake, tumehesabiwa haki mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tulipofanyika watoto wa Mungu, jambo la kuokoka ndio linatuunganisha na Mungu kuwa watoto wa Mungu, na ndio maana anatuwekea mamlaka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye Wakolosai sura ya 2 mstari wa 10. Kwa hiyo naye andika, nitaenda haraka kwa kama nitakuacha nyuma naweza ukagonga kiti hapo nikarudia. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 10. Na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Na sisi tumetimilika katika yeye mwenye enzi na mamlaka yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumekamilishwa katika Kristo Yesu ambaye ameketi kwenye enzi na mamlaka yote, na sisi ametukamilisha katika hiyo mamlaka. Ungenielewa ungemchapia Yesu makofi. Haleluya. Yaani ukielewa ya kwamba umetimilika kwa mwenye mamlaka, kwa mwenye enzi ambaye amekukamilisha katika ufalme wake ambaye ni Yesu Kristo, akaachilia mamlaka ndani yako. Haleluya. Hebu punga mkono namna hii. Hebu punga mkono namna hii. Msaidie na jirani yako anayesimama, mwambie mamlaka unayo ndani yako. Amekujibuje? Hajakujibu? Amesema anayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende kipengele cha pili. Kipengele cha pili, ufahamu. Alafu utaweka mabano kusoma neno. Ufahamu. Utaweka mabano, utaandika kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika hii mamlaka, si umeshaielewa mamlaka au nimekuacha nyuma? Umeshaielewa? Kwa hiyo katika jambo la mamlaka, kitu ambacho kitakufanya wewe kuielewa ndani yako mamlaka, kitu cha kwanza ni ufahamu. Na ufahamu unatokana katika kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kusoma neno na kujifunza kuna kufanya kuifahamu kweli yote ya Kristo, inakufanya kufahamu kweli yote ya Mungu. Haleluya. Kama kwenye matangazo walikuwepo walipokuwa akizungumzia na kutoa mifano kadha wa kadha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tayari unapokuwa ukijifunza neno, linafungua ufahamu wako. Tayari neno linakutengeneza, neno linakufungua juu ya mamlaka uliyoibeba, tayari hata kwenda ku apply hata sehemu zingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo katika kujifunza, na tunaona inasema kwamba tutaijua kweli na kweli itatuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika kuifahamu kweli, ambaye kulijua neno, kusoma neno, unapoijua kweli na kweli na kuweka huru, kwa hiyo nakuwa huru na kuwa na ufahamu juu ya mamlaka ulioibeba ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoitambua mamlaka yako kwa namna ya ufahamu, unapofunguka ufahamu na kuielewa mamlaka ambayo iko ndani yako, kwa hiyo hata hauna hofu ya kuogopa nguvu za giza. Haleluya. Kwa sababu mamlaka iko ndani yako. Sawa? Tusome kwenye kitabu kile cha kitabu cha Yohana. Yohana 8:36. Nasema ndio. Basi basi mwana akiwaweka huru, itakuwa huru kweli kweli. Inatosha. Bwana akituweka huru, tunakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu, tunaamini kwamba neno la Mungu, kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, si ndio? Kwa hiyo linafaa kutufundisha na kutuelekeza makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo linakufungua neno la Mungu katika ufahamu na unaielewa kweli, na hiyo kweli inakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hauwezi kuelewa jambo ambalo ndani yako pasipokuwa na mtu ambaye unapenda kujisomea, hauwezi kuielewa mamlaka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukiwa mtu ambaye hauwezi kujisomea Biblia, sawa, ndani yako kugundua mamlaka ulionayo hamna. Na ndio maana tuna watu wengi makanisani, sawa, wapo watu wengi kwenye makanisa na hawana ufahamu juu ya neno, na wamebebeshwa vitu ambavyo sio sahihi kwenye maisha yao. Yes. Kwa sababu ufahamu, eneo la ufahamu kwa maana ya uelewa na kujua kitu walichokibeba, namna ya kusoma Biblia haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akija kiongozi na anayewaongoza anawasomea, na baada ya hapo wanaweka kapuni, wanaondoka. Kwa nini? Misingi ya wao kujisomea, kutafuta kila ambacho Mungu amekiweka kwenye maisha yao kwa ajili ya kusudi la kujenga ufalme wa Mungu, kama Paulo anavyotutadamisha ya kwamba mamlaka ni kwa ajili ya kujengana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kujenga ufalme wa Mungu. Haleluya. Tukisoma pia hapo, tukisoma kwenye Luka 9:1. Luka 9:1. Ndio. Akawaita wale tunashao, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaita wanafunzi. Neno tenashara lina maana ya wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa akawaita wale wanafunzi, akawapa mamlaka. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawapa mamlaka ambayo hayo mamlaka sio kwamba walienda kwa ajili ya mamlaka kuyatumia kwenye ugali wala kwenye palizi, bali kwenye pepo wachafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenda kuwatiisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenda kuondoa nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuharibu ngome za ufalme wa giza. Haleluya. Sasa kama Bwana umefanyika kuwa mtoto wake, umefanyika kuwa mwanafunzi wa Bwana, kwa hiyo kama alivyosema mchungaji, haina haja ya kumpigia simu, kwa sababu mamlaka iko ndani yako, na Yesu ameiweka bayana ya kwamba ni tutaenda mahali popote kwenye nguvu za giza, tutatumia mamlaka ambayo iko ndani yetu. Haleluya. Ungenielewa ungemchapia Yesu makofi. Kama umenielewa nyosha mkono wako juu na mimi. Shusha. Kama hujanielewa nyosha mkono juu. Natamani tuende taratibu, nisije nikakuacha ukabaki hapa alafu ukawa hujaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tayari wanafunzi ambaye ni wewe mpendwa,
umefanyika mwanafunzi wa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuingia katika kusoma neno, Bwana Yesu asifiwe sana, linakufunulia ya kwamba ndani yako na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawapa mamlaka wanafunzi. Yesu akawapa mamlaka ambayo mamlaka hiyo, wewe ni mwanafunzi wa Kristo Yesu. Kuna mtu anaelewa hiyo? Amina. Unafahamu kwa wewe ni mwanafunzi wa Yesu eh? Yes. Hebu muulize jirani yako, naelewa wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Amekujibuje? Amekubali eh? Kwa hiyo wewe mwanafunzi wa Yesu tayari umewekewa mamlaka ndani yako, na hiyo mamlaka utatembea popote. Haina haja ya kumwogopa anayeua mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haina haja ya kuogopa ambaye ni shetani atakayesimama kuharibu mwili ambao utaingia mavumbini. Yesu anasema hivi, usimwogopa anayeharibu mwili, ogopa anayeharibu mwili na roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani ana uwezo wa kuharibu mwili, lakini hana uwezo wa kuharibu roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hana uwezo wa kuangamiza roho. Kwa hiyo yeye atabaki na mwili, na wewe roho yako itakuwa mahali salama, kwa sababu uhai wako umefichwa na Kristo katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani ili wewe akupate, Bwana Yesu asifiwe sana, shetani ili wewe akupate ashughulike kwanza na Mungu. Haleluya. Apigane kwanza na Mungu, halafu ndipo aje kwenye maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo huwezi kuogopa, kwa sababu ukielewa kwamba Yesu ameficha uhai wako katika Mungu. Kwa hiyo haina haja ya kuogopa, kwa sababu vita sio vyako tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananielewa? Vita, yupo mwenye vita, yuko Yesu. Haleluya. Yuko Mungu aliyeficha uhai wako. Kwa hiyo shetani akitaka kupiga maisha yako, mchawi akitaka kupiga maisha yako, apambane kwanza na Yesu. Haleluya. Pamoja atapambana na Yesu, bado ndani yako kuna mamlaka. Unaelewa kitu eh? Unaanza kupata kitu eh? Kwa hiyo mamlaka iliyoko ndani yako ambayo na bado Yesu Kristo ameficha uhai wako katika Mungu. Kwa hiyo haina haja ya kuteteleka katika vitu vya ulimwengu huu wa mwili. Haleluya. Yaani haina haja ya kuogopa na kutetemeka. Yaani ukishakuwa na uelewa ya kwamba mamlaka uliyoibeba, haina haja ya kuteteleka tena kwamba kuna dhambi itakuangusha kwenye maisha yako. Haleluya. Kuna mtu anaelewa? Na ndio maana kuna mjadala ulitokea, wala ambao mhudhuriaji kwenye maombi, wacha nikupe hii. Tulikuwa tunajadiliana kuhusu kwamba binti kama kijana ameonyesha dalili zote za kuku-approach, je, ni sahihi kumpa namba au simpe? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wewe unajibu lako, hata usijibu, lakini nataka nikupe hii. Kwa wewe ambao unatambua mamlaka inayoishi ndani yako, kwa wewe ambaye unatambua uhai wako umefichwa na Kristo Yesu, hawezi hata kuogopa kumpa namba, kwa sababu mamlaka iliyo ndani yako ndio itakayoamua. Sawa? Amen. Kristo ambaye amekupa mamlaka, Roho Mtakatifu bado ni msaidizi kwako, na mamlaka iko kwako, na Yesu bado anakuombea, na uhai wako ameuficha katika Mungu, na bado Roho Mtakatifu na yeye anakusaidia. Bwana, unaielewa? Kwa utaogopa kumpa namba? Si unampa namba, unamchapa na neno, unampa na ratiba za ibada, umuone kama atarudi. Kuna watu wameshaanza kunong'ona chini. Lakini ukielewa mamlaka ambayo nayo mpendwa ya kukanyaga nyoka na nge, kwa umeelewa? Hata wala ambao mjagi kwenye maombi, umepata kitu eh? Umepata kitu eh? Kwa mnatoa namba au mtatoa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hii nakutadhamisha kwa maana ya mamlaka. Ukiwa unaielewa mamlaka yako, Bwana Yesu asifiwe sana, hakuna dhambi ambayo itaingia kwenye maisha yako. Nakwambia, ukielewa mamlaka ambayo umeibeba na uhai wako ulivyofichwa na Kristo Yesu, na bado yeye alibeba udhaifu wetu,
alienda msalabani na bado tukahesabiwa haki na tukawekwa mbali na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Yesu akasema hivi, sisemi kwamba awatoe kabisa ulimwenguni. Naelewa? Yaani sisemi awatoe ulimwenguni. Kwa hiyo kama hataki tutoke ulimwenguni, kuna ulazima wa kuishi. Yesu aliishi, na ukisoma kwenye lile swali nilouliza la kuhusu sadaka, ukisoma hapo juu chanzo kilichotokea na mpaka wakafikia huko Yesu kuambia wangelifahamu maneno hayo. Ukianza juu inazungumza kwa habari Yesu alikaa na wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale watu ambao walikuwepo wakawahoji wanafunzi, kwa nini anakaa na wenye dhambi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama Yesu aliishi na wenye dhambi, haina haja ya kuogopa wewe ambao umeokoka, binti uliokoka na mamlaka ndani yako. Lakini kama unajijua Mungu wako ni wa kupepea, yaani kama unafahamu kwamba Mungu wako ni wa kupepea, usitoe. Ila kama unaielewa mamlaka ulionayo, ina haja ya kuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kuna mtu alijibu vizuri sana kwenye hiyo kitu. Amina. Kwenye huo mjadala. Kwa hiyo tukisoma pia kwenye kitabu cha Mathayo 28:18. Utaona inaelezea kwa habari ya kupewa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Haleluya. Lakini nataka nikutadhamishe kitu hapa. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume, acha nikupe mfano huu ili uweze kuelewa. Mathayo sura ya 28 mstari wa 18. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume, nataka nikuonyeshe kitu ambacho umekipokea. Haleluya. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ile ya 3, ukianza ule mstari wa 1 hadi wa 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtu mmoja aliyefika anaweza kanisomea Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 10. Nataka nikutazamishe kitu ambacho mamlaka ambayo umeibeba ndani yako. Nasema, ndio. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waliojao ndani ya hekalu. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza kuona ile mamlaka ambayo Petro na Yohana waliokuwa nayo. Yule kiwete kama fedha alikuwa ameshapewa sana, kama ni dhahabu alikuwa ameshapewa sana, kwa sababu aliishi pale. Kwa hiyo kila watu waliopita misaada walimpatia. Lakini Petro anamwambia, sikupi fedha ambazo hata zingekupeleka India usingepona ukiwete. Sikupi dhahabu ambazo hata ungeuza zisingekusaidia kitu. Ila kuna mamlaka ambayo iko ndani yangu ambayo itakufanya wewe kufunguliwa ukiwete na utasimama, utaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Petro alipomwambia kwamba simama uenda, akasimama akaenda. Kwa nini? Ile mamlaka ambayo ilikuwa ndani ya Petro, ile nguvu ambayo ilikuwa ndani ya Petro inasimama kufanya operation kwa yule mtu, na akasimama akatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana akamshangilia Mungu, akamsifu Mungu na watu wakashangaa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa bado na wao hawajaweza kuelewa kwenye fahamu zao kuhusu mamlaka waliokuwa wameibeba. Haleluya. Ndio maana wakabaki wanashangaa, huyu mtu si ndo wa pale kwenye mlango aliyekuwa akiomba sadaka? Kwa nini? Tayari kuna mamlaka imetambulishwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana hata ukiangalia kwenye Yohana 11
43 utaona Lazaro alipokuwa amefariki. Haleluya. Alipokuwa amekufa, Yesu akwenda kumwambia, sasa naomba Lazaro wewe, kwa vile ni mtoto mzuri, hebu amka uje. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakusema hivyo wala hakwenda kumbembeleza. Alichokisema ni amri, Lazaro toka huku nje. Haleluya. Kwa nini? Ni amri ambayo, mamlaka ambayo iko ndani inaamrisha, na mtu anatoka nje na anapata uhai tena. Mifupa inarudi mahali pake, mishipa ya damu inarudi sehemu yake. Kwa nini? Kuna mamlaka imesemwa, sio ya kawaida. Haleluya. Kwa hiyo kuna mamlaka ndani yako, ukisema kwamba leo mchawi nataka baada ya siku 2 uokoke, na mchawi ataokoka. Haleluya. Kwa sababu kuna mamlaka sio ya kawaida kuliko yeye. Haleluya. Ungenielewa ungemchapia Yesu makofi hapo, ukamwamsha na jirani yako. Yaani ungenielewa ungemwamsha na jirani yako ili asisinzie apate na yeye kitu. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo mamlaka inafanya kazi ndani ya muamini. Kwa hiyo yeye una uwezo wa kwenda mahali na ukasema wewe ugonjwa, haya tembea zako, na mtu akawa huru. Kwa nini? Kwa sababu mamlaka inafanya kazi ndani yako. Haleluya. Ndio maana Yesu hakwenda kumbembeleza wala hakwenda kulialia Yesu. Haleluya. Alichokisema ni amri. Amri moja tu, kwamba wewe Lazaro toka huku nje. Haleluya. Utasoma kwa wakati wako Yohana ile sura ya 11:43. Utaona Yesu alivyomwamrisha Lazaro toka huko nje. Kwa nini? Mamlaka ile inafanya kazi ndani yake. Haleluya. Kwa hiyo ukitambua mamlaka, tuko kwenye kipengele cha kusoma neno. Haleluya. Cha ufahamu na kusoma neno. Kwa hiyo ukitambua, ukielewa, ufahamu wako ukielewa juu ya kusoma neno, ufahamu wako ukielewa juu ya mamlaka ambayo umeibeba ndani yako, I say utatembea, yani utapita, yani unamuona mchawi yule pale ameweka vitu vyake, na unapita unakipiga teke na kibuyu chake, na bado unatembea na Yesu. Haleluya. Nimewekwa huru mbali na dhambi, nimesamehewa, nimekombolewa, mimi sio mwenye dhambi tena. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tumewekwa huru. Haleluya. Kwa hiyo kama tumewekwa huru na ile mamlaka iko ndani yetu, mimi nasemaga hivi, mimi siku zote nikikutanaga na mtu mwenye changamoto, ukiona nimepiga simu kwa wachungaji, kweli nimekutana na kisiki. Nakwambia ukweli, mimi kesi zangu namaliza mwenyewe. Na jambo nikiwa na swali, napendaga sana kulitafuta nielewe. Ataambia mchungaji, wakati leo nimemwamsha asubuhi na mapema sana, kuna kitu kimenichanganya, nikamfuata usiku, nisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Natamani ile mamlaka, ukiwa na uelewa juu ya mamlaka uliyoibeba. Yaani aisee, kupati hata muda wa kutafuta namba ya mchungaji eti. Upate hata muda wa kutafuta namba ya mwana maombi. Wako hapa mtawauliza kama shai kuwapigia. Yaani upati muda. Kwa nini? Mamlaka iliyoko ndani yako. Unapambana. Haleluya. Kuna watu wengine usiku hawalali, na mamlaka wanayo, hata waelewi wana mamlaka. Yaani wao ni kwenda kupalilia tu huko Zumba na miogo huko. Utumikishwa tu, wengine kuwa vigoda. Unavijua vigoda? Ni vile viti vile vidogo vifupi vile. Wewe kila siku unaamka umechoka, tuna mamlaka unayo mpendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ukiwa na mamlaka, hakuna kutumikishwa na nguvu za giza. Haleluya. Kama ulipopo katikati yetu na unatumikishwa leo, haendi kukutumikisha kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka uliyoitambua ndani yako katika ufahamu wa kusoma neno. Kesho kweli sitaamini kesho upige simu tena nataka uombewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye point ya kusoma neno unaweza kaandika chini yake vipengele, utaandika mifungo. Mifungo hii inakusaidia kuboresha usomaji wako neno, kuboresha mahusiano yako wewe na Mungu. Haleluya. Mifungo hii inaimarisha mamlaka yako. Na hii mifungo ni mifungo yako binafsi, sio mifungo ya kanisa.
mifungo binafsi inaimarisha mamlaka yako ndani yako, lakini utaandika kuatendi ibadani, na hapo kwenye ibada kuna changamoto. Watu wameshaweka kwenye akili zao na ibada kuu, si na ibada sio kuu. Ya Jumatatu inaonekana ya kawaida, ya Jumapili inaonekana kama special. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini zote ni ibada kwa Mungu, na ndio maana ukiangalia kwenye ufalme wa Mungu hakuna mchungaji mdogo wala mchungaji msaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna wachungaji, sio mchungaji mdogo wala msaidizi, ila tuna wachungaji. Kwa hiyo kwenye ufalme wa Mungu hakuna cha ibada kuu wala cha ibada nyingine ya kawaida, nyingine sio kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kufika ibadani kwa maana ya kuatendi ibadani, lakini mifungo, hivi vitu vinaimarisha mamlaka yako ndani yako. Haleluya. Kwa vinaweka imara, usimame imara. Haleluya. Na mamlaka ndani yako ikikua, unanielewa? Mamlaka ndani yako ukiboresha kwa mifungo, ukiboresha kwa ibada, ukiboresha kwenye namna ya ufahamu wa kusoma neno, kufungua ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakwambia hivi, hakuna sehemu utahitaji ujitambulishe. Yaani kuna mahali ukifika tu ulimwengu wa giza umeshakutambua wewe ni nani. Amina. Yaani Yesu kuna wakati, kuna mahali alikuwa akifika, pepo wenyewe tu anamtambua. Yeye hajajitambulisha kwao. Unanielewa? Yaani kuna sehemu alikuwa akifika, mamlaka iliyoko tu ndani yake inamtambulisha. Haleluya. Na wewe mamlaka yako ikakutambulisha kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tukiangalia kitu cha tatu, kutunza mamlaka. Kutunza mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa mtu wa kutambua kanuni za Mungu na kuziishi. Kuwa mtu wa kutambua kanuni za Mungu na kuziishi. Hii inakusaidia kutunza mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inakusaidia kutunza mamlaka kwenye maisha yako. Authority. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inapokuwezesha, maombi yanapokuwezesha, kwa maana hiyo tayari unapata uwezo, unapata nguvu ambayo ni nguvu wezeshi ya kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu wezeshi ambayo wewe inakusaidia kuishi, kuzishika amri zake, kuziishi amri zake, kutambua amri zake ukiwa na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, nikizungumzia ufahamu sije ukanielewa vibaya. Sije ukasema nasema watu hawana ufahamu. Ila ninachomaanisha ni kuwa na uelewa sahihi juu ya neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa maana ya kusoma neno. Sije ukasema hapa mhubiri amesema watu kama hawana ufahamu. Simaanishi hivyo, sawa? Kwa ninachokimaanisha hapa ni kuwa na ule uwezo wa kutambua na kuelewa maandiko. Haleluya. Kwa hiyo unapoelewa maandiko inakupa wewe kufahamu mamlaka iliyoko ndani yako. Haleluya. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 14:23. Kwa hiyo mamlaka pia yanakaa katika kutambua kanuni za Mungu na kuelewa amri zake. Haleluya. Kwa hiyo unapoliishi neno linapokutengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno linapokutengeneza linakupa kuwa na uelewa na kuelewa kanuni za Mungu na kuziishi. Kwa hiyo hata Mungu atakupenda endapo atakapoona unaishi amri zake na unaziishi kanuni zake, na anapoona hivyo Mungu atakupenda. Na ndio maana nasemaga hivi, watu wengi sana wanaweza wasielewe vitu. Unajua kwa sababu gani? Mchungaji, kuna watu wanatamani kujaa Roho Mtakatifu, lakini wanaenda kuuliza kwa ChatGPT, AI, nawezaje kujaa Roho Mtakatifu? Na hiyo ndio imeasi wa Pentekoste wengi. Yaani mtu anatamani
anakuwa na shauku fulani, lakini anaenda kumuuliza ChatGPT, mamlaka yangu ndani yangu naitumiaje? Anamuuliza ChatGPT. Simaanishi usiulize maswali huko, wewe uliza tu. Kama wewe ni wa design hiyo, wewe uliza, lakini mimi ninachokwambia ufahamu juu ya neno, uelewa juu ya neno. Unapoliishi neno linakupa kujua mamlaka ambayo umeibeba. Amina. Lakini Wakristo wa sasa hivi wakutafuta kwenye ChatGPT na Google. Hii watu wengi hata mifungo sana wa sasa hivi haina nguvu, kwa sababu mtu yupo kwenye mfungo Mungu anasema naye, alafu akishasema naye anaingia kwenye Google. Na hii imekuwa ni changamoto sana. Kwa nini? Kuna mamlaka iliyoko ndani yako. Ndio maana ukisoma kwenye Agano la Kale, wengi sana walikuwa wanakimbia milimani. Kisha gawi kujiuliza kwa nini wanaenda milimani? Wanatafuta sehemu yenye utulivu, sehemu ambayo sehemu ambayo wanakutana na Mungu. Wanatafuta sehemu yenye utulivu. Kwa hiyo, na ndio maana baada ya kuja hizi teknolojia za kutumia PC kama hizi, simu smart janja kama hizi zilipokuja, kwa watu wengi sana wamerudi chini kiroho kwa sababu ya vitu kama hivi. Kwa hiyo kanuni tena ya kumtafuta Mungu, kanuni za Mungu tena inakuwa ni changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo mamlaka ndani yako, mamlaka iliyoko ndani yako, ili endelee kuboreshwa zaidi. Unapokuwa mtu wa mifungo, hauhitaji kwenda kuuliza kwa ChatGPT ufungeje ili uboreshe uhusiano wako na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo mamlaka iliyoko ndani yako inakufanya kuamua kitu kilicho sahihi. Unaelewa? Lakini usije ukaamua kitu kumbe pepo wameamua ukapata. Tulijifunza ilikuwa juzi Ijumaa, mchungaji alisema hivi, sio kila kitu kinachonena kwa lugha ni Roho Mtakatifu. Kuna zingine ni pepo. Nakatolea mfano hapa wa mtu muombaji mzuri tu, na vitu alivyovibeba sio vya kiungu, ni vya uharibifu, lakini ni mtu muombaji. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo usipoelewa kanuni za Mungu, usipoliishi neno, usipoweza kutambua amri za Mungu na zile sheria za kiungu za kuboresha mamlaka yako, mpendwa, utajikuta unakuwa mtumwa wa ChatGPT. Haleluya. Unaelewa? Umeelewa kuhusu mamlaka eh? Acha nikupe tahadhari. Ndo namalizia hivyo. Ndio naona umekimbia, ndo namalizia. Unaweza kaandika tahadhari. Kwa hiyo kuna ulazima wa kuwa na tahadhari kwako ili kulinda kitu ulichokibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kitu ambacho umekibeba ndani yako, ile mamlaka ambayo umeibeba ndani yako, lazima uilinde. Lazima kuwe na tahadhari ya kuweza kuilinda. Usipokuwa na tahadhari, mpendwa, utajikuta umeyeyuka hivyo. Na tahadhari ni, unaweza kaandika kwa chini yake. Tahadhari inayomaanisha hapa sio kwamba uweke tahadhari kwa maana ya kwamba ubebe malungu ama ubebe vitu ili ujilinda au kuweka bodyguard. Sawa? Inachomaanisha tahadhari hii ambayo wewe itakusaidia vitu na vyoweka kipaumbele. Vitu na vyoweka kipaumbele. Yaani kama wewe unaweka kipaumbele kazi yako, inaweza ikahatarisha mamlaka yako ndani yako ikapotea. Na usiweze kuelewa kabisa kwa una mamlaka. Na wengi katika vitu hivyo wanavyoweka kipaumbele, na wengi wamebaki na historia ya kwamba enzi zangu nilikuwaga. Kwa nini? Kwa sababu hii tena yani kwa maana akisema kwamba enzi zangu, kwa maana hii sio enzi yake. Wakati wangu, kwa maana huu sio wakati wake. Kwa hiyo tayari ameshapoteza kile kitu alichokuwa nacho. Sio, unanielewa? Kwa sababu mtu akisema wakati wangu nilipokuwa, na wakati huo yupo hai na anakwambia kwa maana hiyo alikuwa nacho lakini akakipoteza. Umeelewa kitu hapo?
Kwa hiyo vitu unaviweka kipaumbele. Ukiangalia kwa Samsoni na Delila, tena alikuwa mnadhiri wa Mungu na alikuwa na mamlaka kubwa sana ndani yake. Aliweza mpaka kumuua simba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa ile nguvu aliyokuwa nayo. Lakini jinsi alivyokuwa akiishi na mpaka ikampelekea kuharibu uhusiano wake yeye na Mungu. Na mpaka anakuja kukumbuka tayari ameshakuwa na chongo. Unajua ashatobolewa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tayari ndo anakuja kukumbuka, kumbe Mungu tayari ameshaondoka. Ndo anakumbuka kuomba rehema, kurudisha tena uhusiano wake. Kwa hiyo nakupa hii tahadhari. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma kwenye Petro wa kwanza 5. Petro wa kwanza 5:8 hadi 9. Nanyi vumilieni, msithibitishe mioyo yenu. Rudia kwa sauti. Nanyi vumilieni, msithibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kunakaribia. Ndugu, msinung'unike, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukitazama jinsi Petro anavyotupa tahadhari kwenye ule waraka wake wa kwanza, anavyotupa tahadhari ya jinsi na namna ambavyo Kristo Yesu, naomba niisome. Nasema kwa maana wako watatu washuhudiaye. Ni Yohana nimesoma. Petro wa kwanza sura ile ya 5 na ule mstari wa 8. Mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ameze. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo umeipata, anazungumzia tuwe na nini? Kiasi. Tuwe watu wenye kukesha, watu wenye kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inatupa kuwa na tahadhari. Haleluya. Pamoja na mamlaka ulionayo, huwezi kutoka hapa kimwili ukaenda ikulu, ukaenda ukafanya mambo ya ajabu hapo ukarudi tu ukawa salama. Unanielewa? Amina. Msije mkaichukulia kwa vile tumeambiwa tuna mamlaka tunaweza kuamuru popote, ukaenda hapo kimwili, itakachokutokea mpendwa. Kwa hiyo anatupa tahadhari. Kwa hiyo tukiwa watu wenye kukesha, watu wenye kuomba, watu wenye kiasi, kwa hiyo hii inatusaidia hata katika hii mamlaka iliyoko ndani yetu tunaweza kuitumia kwenye maeneo sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza kutumika kwenye maeneo sahihi. Lakini pia utasoma kwa wakati wako waraka wa pili wa Petro sura ile ya 2 ule mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukapata kitu juu ya mamlaka Umepata kitu juu ya mamlaka Utamwogopa mchawi tena? Nguvu za giza, magonjwa, pepo. Kwa kumbe watu hapa sasa hizi wakidondoka pepo tunakuja kuombea kwa wingi, si ndio? Si ndio? Asikia sauti ya mmoja tu. Au zimeyeyuka mamlaka ndani yetu. Kwa hiyo mpendwa, mamlaka iliyoko ndani yako, una nguvu, una uweza ambao Mungu amekuwezesha katika huo uweza. Lakini Paulo tayari ameshakupa kitu ambacho kinaitwa ni kwa ajili ya kujenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sio kwa ajili ya kufanya nini jamani? Kubomoa. Kwa hiyo mamlaka tulionayo ni kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu, na sio kubomoa ufalme wa nani? Wa Mungu. Sasa nitashangaa wewe uliyebeba mamlaka afu katoka hapo ukamsengenya mtu wa kanisani. Sitakuwa ajabu sana?
Kwa sababu utakuwa unabomoa sio kujenga. Kwa ndani yako utakuwa mamlaka hamna. Mwenye enzi na mamlaka hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hii mamlaka tuitumie katika kujenga ufalme wa Mungu. Wenye vifungo wafunguliwe kupitia mamlaka yetu. Watu wampokee Yesu Kristo kupitia mamlaka iliyoko ndani yetu, na sio kuogopa wachawi na ukipita sehemu watu wakisema kwamba Mkristo jitokeze unajificha. Una mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Una mamlaka. Mtu ameanguka pepo kwenye gari unaanza kujificha, usifanye hivyo, sawa eh? Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Funika macho yako nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, ninasema asante kwa sababu umetukumbusha kwa habari ya mamlaka. Tunajua yamkini tumefundishwa mara nyingi sana na tumelisikia somo hili mara nyingi, lakini wewe uliamua kutukumbusha, tunajua liko kusudi. Bwana, umetufundisha kwa habari ya kusudi. Umetufundisha kwa habari ya ushindi dhidi ya dhambi. Umetufundisha kwa habari ya fidia ya Kristo Yesu kwa muamini. Bado umetufundisha mamlaka ndani yetu. Bwana, tunajua liko kusudi ambalo umelikusudia. Na bado Mungu umeachilia. Bwana, tuendelee kufungua fahamu zetu kwa kujifunza kwa habari ya nafasi ya Roho Mtakatifu kwa Mkristo. Bwana, nasi tunarudisha sifa na shukrani zetu. Hatuna maneno mazuri ya kukushukuru. Hatuna maneno mazuri ya kukuomba. Lakini Bwana, tunaomba shukrani zetu. Tunajua ni kubwa sana mbele zako, tofauti na sisi tunavyoiona. Bwana, tunajua iko neema ambayo umeikusudia. Bwana, tunajua yako mafuta uliyoyaachilia juu yetu katika kusimama katika kulijenga kanisa na ufalme wako Mungu. Nami ninazidi kushuka chini. Nami Bwana, ninazidi kunyenyekea. Yaliyo mapenzi yako yainuke. Yaliyo mapenzi yako yafanyike. Katika jina la Yesu Kristo, tunajitisha kwa ulazi wa mapenzi yako. Tunakataa kila roho inayochakata maneno kwa utofauti. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana, ukatusaidie katika kujifunza na kuingia katika utendaji na kufanya vitu kwa vitendo. Bwana, tunakuomba kwa kupitia jina lako Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Kila mtu naseme amen. Haleluya.